Ujenzi wa jengo hili uliidhinishwa na baraza la manispaa ya Mavoko hapa Athi River. Mbunge wa Kadhiani wa Vinyandeti alionyesha kughadhabishwa kwake na utendakazi wa baraza hilo, akimlaumu karani wa baraza James Yetenei kwa kazi duni. Because you cannot. Hii kitu imesonga mpaka it has affected mpaka sio Kimau. Kwa upande wake karani wa baraza akawasuta wafanyikazi wa idara ya mipangilio ya mji, akiwataka kufafanua ni vipi ujenzi wa nyumba hiyo uliidhinishwa kufanyika kwenye mkondo wa mto Athi. Could you explain? That is what was approved. That is what they are doing. They approved. The council approved to redirect the river. We don't deal with the river. Mbunge wa Vinyandeti akaanza majibizano makali kwa njia ya simu na mwenye jengo hilo, akimlaumu kwa kubadilisha mkondo wa mto, hali iliyosababisha ajali ya hapo jana usiku ambapo watu walipoteza uhai kwenye mafuriko hayo. Na vile mumefunga hii mto hivi imepiga mpaka Mlolongo mpaka sio Kimau. Vifo hivyo vya usiku wa kuamkia leo vimeliweka jengo hili katikati ya mzozo, na hivyo wafanyikazi hapa kuonekana kushangazwa na jinsi hatima yao itakavyokuwa kutokana na amri ya kusimamishwa kwa ujenzi huo. Now they are trying to correct the mistakes that have been done by other people. And I'm sure, anyway, the town clerk is here. You should be able to speak to the town clerk. As I've told you, we've issued an enforcement notice to stop the development, and they can bring the plans for review so that we can look at the issues afresh. Mkasa mwingine uliomlazimu mbunge wa Vinyandeti kusimamisha shughuli zake ni hapa Mlolongo, kitongoji cha Mgwata. Familia zipatazo 200 zilipoteza makao yao jana jioni kutokana na kimbunga kikali kilichoandamana na mvua za rasharasha kwa muda wa nusu saa pekee. Na matokeo yake ikawa ni vitabu vitakatifu vya Qurani vya wanafunzi wa madrasa hii kusalia kuloa maji baada ya paa kuwezuliwa na kimbunga hicho. Hapa ni msikiti na vile vile ni madrasa watoto wanasoma. Ile kitu nashukuru Mwenyezi Mungu, watoto walitoka 30 minutes before hii kasanga imefanyika. Catherine Wanjiru pamoja na mwanae mchanga waliponea kwenye tundu la sindano wakati wa mkasa huo. Venye niliingia kwa nyumba nikakaa chini nikiwa nimeshika mtoto, hiyo nyumba yote ikaniangukia nikiwa ndani. Venye iliniangukia nikatoka nikaenda kusimama pale kwa ile ukuta. Nayo hiyo ukuta ikabomoka pia ikanilalia nikakimbia huko. Kufikia sasa wanaendelea na ujenzi wa vibanda hivyo hafifu licha ya upepo huo. Hatari iliyopo ni uwezekano wa umeme kusababisha maafa endapo upepo kama huo utarejea. Frank Otieno, KTN leo katika kitongoji cha Ngwata, Mlolongo.